Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. China yabuni ajira milioni 12.1 mijini ndani ya miezi 11 na kufikia malengo yake mapema. China yafikia viwango vipya vya juu vya uzalishaji wa mafuta ghafi na gesi. Na baadaye tutajiunga na Zakia Pong atupashe kuhusu habari kuu za mwaka huu wa 2025 katika ushirikiano wa China na Afrika. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Magoa. Usiondoke. China imepiga hatua kubwa katika ajenda yake ya ajira baada ya kubuni ajira mpya milioni 12.1 katika maeneo ya mijini kati ya Januari na Novemba mwaka huu. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa lengo la mwaka mzima la zaidi ya ajira milioni 12 limefikiwa mwezi mmoja kabla ya muda uliopangwa, ikiwa ni ishara ya uthabiti wa uchumi na ufanisi wa sera za ajira. Tom Wanjala ana maelezo zaidi. Kwa mjibu wa Wizara ya Rasilimali Watu na Hifadhi ya Jamii, kiwango cha ukosefu wa ajira mijini kilichopimwa kwa utafiti kilikuwa wastani wa 5.2 katika kipindi hicho, kiwango kilicho bora zaidi kuliko lengo la mwaka la takriban 5.5. Mafanikio haya yanadhihirisha uwezo wa uchumi wa China kuhimili changamoto za ndani na zile za kimataifa, huku ukiendelea kuunda fursa za ajira kwa wananchi. Ajira imeendelea kuwa nguzo muhimu katika sera za serikali ya China, ikitambuliwa kama msingi wa ustawi wa familia na uthabiti wa kijamii. Ili kuimarisha ukuaji wa ajira, mamlaka zimeanzisha hatua mbalimbali, ikiwemo kuunga mkono biashara ndogo na za kati, kukuza sekta za huduma na kuhimiza uvumbuzi na ujasiriamali, hasa miongoni mwa vijana na wahitimu wapya. Zaidi ya hayo, serikali imewekeza katika mafunzo ya ujuzi na uboreshaji wa uwezo wa wafanyakazi ili kukidhi mahitaji ya soko la ajira linalobadilika, hususan katika sekta za teknolojia, utengenezaji wa kisasa na uchumi wa kijani. Hatua hizi zinalenga si tu kuongeza idadi ya ajira, bali pia kuboresha ubora wa kazi na kipato cha wafanyakazi. Na sekta ya usafirishaji wa vifurushi nchini China imeendelea kufanya vizuri katika miezi 11 ya kwanza ya mwaka huu, ikishughulikia zaidi ya vifurushi bilioni 180 kupitia huduma za Express. Hii ni sawa na ongezeko la karibu 15% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana, yani mwaka 2024, jambo linaloonyesha kuimarika kwa biashara za mtandaoni na huduma za usafirishaji wa haraka. Nilifuatilia taarifa hiyo na nimekuandalia ripoti ifuatayo. Kwa mujibu wa Ofisi ya Taifa ya Posta ya China, sekta nzima ya posta inayojumuisha huduma za kawaida na Express ilihudumia jumla ya vifurushi bilioni 196.75 kuanzia Januari hadi Novemba. Idadi hii ni ongezeko la 12.9 mwaka hadi mwaka, ikiwa ni ishara ya mahitaji yanayoendelea kuongezeka miongoni mwa watumiaji. Katika kipindi hicho, mapato ya sekta ya posta yalizidi yuani trilioni 1.63, sawa na zaidi ya dola bilioni 230 za Marekani, yakiongezeka kwa 6.7%. Huduma za Express zilichangia sehemu kubwa ya mapato hayo, zikikusanya karibu yuani trilioni 1.36, ikiwa ni ongezeko la 7.1%. Kwa upande wa aina ya usafirishaji, huduma za ndani ya miji zilifikia vifurushi bilioni 14.47, ikiwa ni ongezeko la 2.2%, huku usafirishaji kati ya mikoa ukiongezeka kwa kasi zaidi ya 16.3 hadi vifurushi bilioni 162.44. Usafirishaji wa kimataifa pamoja na kwenda Hong Kong, Macau na Taiwan ulifikia vifurushi bilioni 3.83, ikiwa ni ongezeko la 11.3%.
Mnamo Novemba pekee, sekta ya posta ilishughulikia vifurushi bilioni 19.49 huku zaidi ya vifurushi bilioni 18 vikiwa vya huduma za express. Hata hivyo, licha ya ongezeko la idadi ya vifurushi, mapato ya mwezi huo yalipungua kidogo, hali inayodokeza ushindani mkubwa wa bei katika sekta hiyo. Kwingineko ni kwamba zaidi ya wanafunzi 500 wa Misri wanaojifunza lugha ya Kichina walishiriki katika mashindano ya methali za Kichina yaliyofanyika mjini Cairo huko Misri. Tukio hilo lilionyesha jinsi vijana wa taifa hilo la Afrika Kaskazini wanavyotumia methali za Kichina kuchunguza maadili ya pamoja na kuimarisha uhusiano wa kitamaduni kati ya Misri na China. Mwenzangu Simiyu Njala alifuatilia taarifa hiyo na ametuandalia ripoti ifuatayo. Methali ni maneno ya hekima ambayo yamekuwa yakivuma kwa mamia na wakati mwingine maelfu ya miaka. Ni mafunzo yanayoridhishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine, na katika dunia ya leo yenye utandawazi, methali zimekuwa njia ya mawasiliano kati ya ustaarabu mbalimbali. Akizungumza wakati wa tukio hilo, mwalimu wa lugha ya Kichina katika chuo kikuu cha Oktoba 6, Khaled Muhammad, alisema mashindano hayo yalianzishwa ili kuimarisha urafiki kati ya Misri na China. Kwa upande wake, Mohamed Gehad, mratibu wa mashindano kutoka shirika la kimataifa la mawasiliano la China, alisema kuwa mashindano hayo yanafanyika kuelekea maadhimisho ya miaka 70 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Misri na China mwaka ujao. Ceremony of making 17 years anniversary for the Chinese-Egyptian relations. So we decided to make this kind of competition to encourage the youth to speak Chinese, which is, I think, is like the language of future. This competition is like a bridge, which is contact the Chinese culture with Egyptian culture. Waandaji wamesema kuwa jumla ya wanafunzi 590 kutoka vyuo vikuu na shule zaidi ya 22 nchini Misri walishiriki katika mashindano hayo, ambayo ni ya pili kufanyika nchini humo, huku mshiriki mdogo zaidi akiwa na umri wa miaka 8. Changamoto kwa washiriki ilikuwa kuchagua methali moja ya Kichina na kuandaa video inayoeleza maana yake. Safari hiyo iliwasaidia wanafunzi kujifunza zaidi kuhusu urithi wa kitamaduni wa China na kufahamu mfano uliopo kati ya utamaduni wa China na ule wa Misri. Zawadi ya kwanza ilinyakuliwa na Ahmed Abdelaziz kutoka chuo kikuu cha Garbia, ambaye alishinda safari ya siku 10 kwenda China. Washindi wengine walipata zawadi za fedha kati ya dola 60 hadi 100 za Marekani. Akizungumza baada ya ushindi wake, Abdelaziz alisema alichagua methali ya Shishu Changli ambayo ina maana kuwa kuridhika ni hazina ya kudumu. Mshindi wa pili, Shahad Abdel kutoka chuo kikuu cha Lagza, alisema kuwa kujifunza methali za Kichina kumemsaidia kuelewa kwa undani zaidi historia na utamaduni wa China na kugundua ukaribu uliopo kati ya ustaarabu wa China na Misri. Na China imefikia viwango vipya vya juu vya uzalishaji wa mafuta ghafi na gesi asilia mwaka huu, jambo lililoimarisha kwa kiasi kikubwa usalama wa nishati nchini humo. Mafanikio haya yameiwezesha China kudumisha ugavi thabiti wa umeme na kukabiliana vyema na changamoto za mahitaji makubwa ya nishati. Ronald Mutie anatuarifu zaidi. Kwa uzalishaji wa tani milioni 215 za mafuta na zaidi ya mita za ujazo bilioni 260 za gesi asilia, uzalishaji wa mafuta na gesi asilia nchini China umefikia viwango vya juu zaidi mwaka huu 2025. Hayo ni kwa mujibu wa mkutano wa kitaifa wa kazi uliofanyika wiki hii. Akizungumza katika mkutano huo, Wang Hongqi ambaye ni mkuu wa mamlaka ya kitaifa ya nishati ya China alisema kuwa usalama wa nishati wa China ulikuwa umehakikishwa na wenye ufanisi mwaka 2025 na kufanikisha utendaji bora zaidi wa ugavi katika kipindi cha 14 cha miaka 5 cha mpango wa kiuchumi, yaani mwaka 2021 hadi mwaka 2025. Alisema hatua hizo zimewezesha nchi kukabiliana pasavyo na changamoto za mzigo mkubwa wa umeme wakati wa kilele cha majira ya joto, ambapo kulirekodiwa matukio ya kilele cha mzigo wa umeme 20 zaidi ikilinganishwa na mwaka uliopita. Wang alisema kuwa kiwango cha uratibu na msaada wa pande zote kati ya rasilimali mbalimbali za nishati kinaendelea kuimarika, huku hali ya usalama wa mfumo wa umeme ukiendelea kuwa thabiti. Kuhusu matumizi ya shirika la rasilimali za nishati, Wang alisema kwamba China imejizatiti kuboresha mpangilio wa mtiririko wa umeme
kitaifa na kuimarisha ujenzi wa njia za kusafirisha umeme kati ya majimbo na kanda mbalimbali. Akizungumzia kuhusu mwaka ujao, Wang alisema kwamba China itaongezea usalama wa nishati kwa kuimarisha misingi ya uhakika wa ugavi wa makaa ya mawe, kuboresha uaminifu wa ugavi wa umeme, kuimarisha uwezo wa uzalishaji wa usambazaji wa mafuta na gesi, kuboresha mpangilio wa njia kuu za nishati na kuimarisha usalama wa miundombinu ya nishati. Na mtazamaji, leo tunakuletea sehemu maalum ya habari kuu za mwaka huu kuhusu ushirikiano wa China na Afrika katika sekta na nyanja mbalimbali. Tujiunge na Zakia Pong na Fadhili Mpunji kwa mengi zaidi. Naam, natumai hujambo mtazamaji wetu popote ulipo, na karibu katika sehemu ya habari muhimu za mwaka kati ya China na Afrika katika kipindi chetu. Katika mwaka 2025 unaokaribia kumalizika, uhusiano kati ya China na Afrika uliendelea kuboreshwa na kuzaa matunda mengi katika uongozi wa ngazi ya juu, ushirikiano wenye ufanisi, urahisishaji wa biashara na mawasiliano ya utamaduni. Hivi karibuni tumechagua habari 8 muhimu za China na Afrika. Ungana nami ufahamu zaidi kuhusu matukio makubwa yaliyotokea kwenye uhusiano kati ya China na Afrika kwa mwaka 2025. Mawasiliano ya viongozi siku zote ni nguzo imara ya uhusiano wa pande mbili. Katika majira ya spring ya mwaka huu, Rais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Kenya William Ruto aliyekuwa ziarani nchini China walitangaza uamuzi wa kuinua ngazi ya uhusiano kati ya nchi zao hadi kiwango cha jumuiya yenye mustakabali wa pamoja kati ya China na Kenya katika zama mpya. Kufuatia uamuzi huo, makubaliano zaidi ya 20 ya ushirikiano yalisainiwa, huku sherehe ya shamra-shamra ya msimu wa utamaduni wa utalii wa China na Kenya ikifanyika. Kutoka maelewano ya kisiasa na mawasiliano ya utamaduni, uhusiano kati ya China na Kenya umetoa mfano wa kuigwa kwa ushirikiano kati ya China na Afrika. Kutoka mipango ya mikutano ya pande mbili hadi mapendekezo shirikishi ya majukwaa ya pande nyingi, ushirikiano kati ya China na Kenya umepiga hatua imara. Mwezi Juni mwaka huu, Rais Xi Jinping wa China alituma barua yenye udhati kwa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, yani FOCAC, ikieleza mwelekeo wa jumuiya ya mustakabali wa pamoja kati ya China na Afrika katika zama mpya. Barua hii sio tu ilitoa salamu njema, bali pia imeleta manufaa halisi. China itafungua kikamilifu mlango wa ushuru sifuri kwa bidhaa za Afrika kupitia makubaliano mapya ya uhusiano wa kiwenzi. Kuhusu ushuru sifuri, hii imekuwa ni moja kati ya hatua muhimu katika mwaka huu. China imetangaza kuwa itatekeleza sera ya ushuru sifuri kwa 100% ya bidhaa zote za nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Hii inaashiria hatua madhubuti ya China katika kuendelea kufungua uchumi wake kwa kiwango cha juu zaidi na kuunga mkono bidhaa nyingi zaidi za Afrika kuingia kwenye soko la China kupitia hatua halisi. Katika mazingira ambayo hatua za upande mmoja na ulinzi wa bidhaa zinazidi kujitokeza, hatua hii imeonyesha nia thabiti ya China na Afrika kulinda kwa pamoja mfumo wa biashara wa pande nyingi, ambayo pia inaendana na mwelekeo wa utandawazi wa dunia na kanuni za shirika la biashara duniani WTO. Inakadiriwa kuwa bidhaa nyingi zaidi ikiwemo kahawa, korosho na vitu vya sanaa zitaweza kuingia katika soko la China, na mnyororo wa ushirikiano kati ya China na Afrika pia utatumia fursa hii kuungana kwa karibu zaidi. Mbali na uchumi na biashara, katika sekta ya haki za binadamu zinazohusiana na heshima na maendeleo ya binadamu, China na Afrika zimetoa sauti thabiti ya pamoja. Mwezi Agosti, semina ya kwanza ya haki za binadamu ya China na Afrika ilifanyika huko Addis Ababa nchini Ethiopia, ikiwakutanisha wajumbe zaidi ya 200 kujadili kuhusu haki za maendeleo. Makubaliano ya pamoja ya haki za maendeleo kati ya China na Afrika ya Addis Ababa yaliyotolewa kwenye semina hiyo yameashiria mshikamano na kuungana mkono kati ya China na Afrika, huku yakitia maana halisi ya nchi zinazoendelea katika dhana ya haki za binadamu. Teknolojia ndio ufunguo wa mustakabali wa siku za baadaye.
Mwezi Septemba, China na Umoja wa Afrika walisaini rasmi makubaliano ya ushirikiano wa sayansi na teknolojia, ikiashiria kiwango cha ushirikiano kati ya China na Afrika kuinuliwa kutoka mtindo wa jadi wa ujenzi wa miundombinu na biashara hadi ushirikiano wa pande zote unaochochewa na uvumbuzi wenye sifa ya juu, ambayo yataweka muhimili wa sayansi na teknolojia kwa uwezo wa kujiendeleza wa bara la Afrika. Mwaka huu tunatakiwa kutoa salamu za siku ya kuzaliwa kwa jukwaa muhimu, yaani Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, yaani FOCAC, linalofikisha miaka 25. Kupitia ushirikiano wa karibu wa robo karne, baraza la FOCAC limekuwa kutoka mche mdogo hadi moja kati ya miti mikubwa ya ushirikiano kati ya kusini na kusini. FOCAC imeshuhudia na kuhamasisha maendeleo makubwa ya uhusiano kati ya China na Afrika, na sasa inaongoza marafiki hao wa muda mrefu kuelekea safari mpya ya kisasa. Katika jukwaa la kimataifa, China pia imetoa mchango katika maendeleo ya Afrika. Wakati mkutano wa kilele wa kundi la nchi 20 ukifanyika kwa mara ya kwanza barani Afrika, China na nchi mwenyeji Afrika ya Kusini zilitangaza kwa pamoja pendekezo la ushirikiano wa kisasa la kuunga mkono Afrika. Lengo la pendekezo hilo ni wazi kwamba linaunga mkono nchi za Afrika kujitafutia njia ya kuleta mambo ya kisasa inayofaa hali halisi ili kutimiza matarajio ya kuwa na maisha bora ya watu wa Afrika. Njia ya kuleta mambo ya kisasa ya Afrika inatakiwa kutafutwa na kuongozwa na nchi za Afrika. Kinachotakiwa kufanywa ni jumuiya ya kimataifa kutoa uungaji mkono halisi. Pendekezo hilo limeweka ajenda mpya inayoweka Afrika kama ni kiini kwa ushirikiano wa kimataifa. Na mwishoni, tunaelekea kwenye reli moja inayobeba urafiki wa kihistoria, reli ya Tazara. Mwezi Novemba, chini ya ushuhuda wa waziri mkuu wa China Bwana Li Qiang na viongozi wa Tanzania na Zambia, mradi wa kuihuisha reli hiyo ya urafiki ulizinduliwa rasmi. Kuhuishwa kwa reli hiyo sio tu kutaifanya ichochee uchumi wa kanda hiyo, bali pia itakuwa ni mradi wa kigezo wa ukanda mmoja njia moja, ikionyesha dunia kwamba ushirikiano unaofanywa kwa msingi wa urafiki wa dhati utakuwa na uhai mwingi. Tunapokumbuka mwaka 2025, kila hatua iliyopigwa na ushirikiano kati ya China na Afrika ilikuwa madhubuti na yenye joto. Kutoka sekta ya biashara, sayansi na teknolojia hadi utamaduni na wazo la kujiendeleza, pande mbili zinajenga jumuiya yenye mustakabali wa pamoja iliyopana na karibu zaidi. Tukisonga mbele, urafiki na ushirikiano huu bila shaka utaendelea kuvuka milima na bahari, ukiangaza njia ya maendeleo ya pande mbili. Kipindi kwa leo kinaishia hapa. Mimi ni Zakia Peng. Asante kwa kuwa nami. Kwa heri. Haya basi, umewadia ule wakati basi wa kujifunza lugha ya Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu basi kwa pamoja tujifunze lugha ya Kichina. 第5课，我6岁。 Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha fuatana na mwalimu kuandika. Sui. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili.
Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 多 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 大 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 也 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Tafadhali jibu sahihi kuendana na swali. 你几岁？ Ipi ni sahihi? 第二个，我6岁。认识你很高兴。第一个，认识你很高兴。你哥哥多大？第一个，我哥哥12岁。你是哪国人？第二个，我是中国人。你家有几口人？第一个，我家有4口人。Kazi ya kufanya nyumbani ya leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha basi makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Magoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_cn kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.